sasa hapa kuna madhara ya kuwa na kiburi. Madhara ya kuwa na kiburi, kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya. Madhara ya kuwa na kiburi, Isaya sura ya 2. Isaya sura ya 2 mstari wa 12. Sura ya 2 mstari wa 12 Isaya. Kwa maana kutakuwa siku ya Bwana wa majeshi juu ya watu wote wenye kiburi na majivuno, na juu ya wote yaliyoinuka, nayo yatashushwa chini. Madhara ya kuwa na kiburi ni kushushwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mwenye kiburi siku zote anashushwa. Sio watu wanamshusha, ni Mungu mwenyewe anashusha. Mwenye kiburi huwa anashushwa na Mungu. Ila yeye kwa sababu ya kiburi chake na majivuno yake huwa anaanza kusema watu mimi hawanipendi. Watu wananionea wivu kwa sababu mimi nafahamu wananisema sema. Kumbe watu Mungu mwenyewe ndo kamshusha. Kwa kesi ya mtu mwenye kiburi, ama nikitaka kusema vizuri, adui wa mtu mwenye kiburi ni Mungu mwenyewe. Mungu, Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi. Kwa mpinzani mkuu wa mwenye kiburi ni Mungu. Kwa ukitaka kuanza kugombana na Mungu, anza kuwa na kiburi tu. Unaanza kujiuliza, kwani Daudi tenda dhambi katenda dhambi na nini, lakini bado amekuwa rafiki wa Mungu. Kwa nini? Hata alipoambiwa makosa yake alishuka na kunyenyekea, alikubali. Ukiona mtu anaambiwa makosa yake na ashuki chini kunyenyekea na kukubali kwamba ni kweli katika hili mimi nimekosea, unajua huyu mtu ana kiburi na atapingwa na Mungu. Mungu anampinga. Daudi kilichofanya awe rafiki wa Mungu ni unyenyekevu wake. Alipokosea, Mungu akamtumia nabii. Nabii baada ya kumwambia, Daudi alikimbilia katika nyumba ya Mungu. Akaenda huko aombe msamaha. Akaenda huko aombe toba. Bwana Yesu asifiwe. Unyenyekevu ulionekana ndani yake. Na kuombea kwa Mungu. Mwaka 2026. Roho ya unyenyekevu. Unyenyekevu kawe ni sehemu ya maisha yako. Sema amina katika jina la Yesu. Isaya sura ya 2 hiyo mstari wa 17, tunaongeza hapa mstari wa 17. Sasa, na majivuno ya wanadamu yatainamishwa, na kiburi cha watu kitashushwa, naye Bwana yeye peke yake atatukuzwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Majivuno yatainamishwa, kiburi kitashushwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mpinzani sana wa majivuno na kiburi. Haleluya. Kitaka tutembee tumwone Mungu kanisa letu. Tumwombe Mungu sana. Tumwombe sana Mungu unyenyekevu. Tuondoe kiburi ndani ya kanisa. Tuondoe kiburi. Kwa mshirika moja moja tufundishe sana. Kama kuna mwaka ambao tunahitaji kuona neema Mungu, ni mwaka wa neema juu ya neema. Tunahitaji kuona Mungu. Tufundishe sana unyenyekevu. Hata kama itakuwa ni injili ambayo wengine hawataki. Hao wengine watamuona Bwana tunapoinulia sisi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tu mfano kwao. Mungu ngoja nikwambie, Mungu hahitaji watu wengi ili kutembea. Mungu anahitaji mtu mmoja ili aende naye. Haleluya. Alafu mtu mmoja ambaye Bwana atamtengeneza na kumuinua. Hao watu wengine watasema hakika yuko Mungu. Haleluya. Kwa swala la kuishi maisha kupendeza Mungu, sio swala la ushirika. Ni swala la mtu binafsi. Tembea vizuri na Mungu. Akikuinua Bwana, Mungu anapokuwa amekuinua, ameinua, utakuwa umeinua na watu wengine. Wengine watajifunza, watasema ukitembea na Mungu, mtumikia Mungu unalipa. Bwana apewe sifa. Amen. Haleluya.